Katika utupu wa kwanza, kabla ya kuwepo kwa sayari, nyota au hata chembe ya vumbi la ardhi, kulikuwa na ufalme wa nuru usio na mwisho. Huko sauti pekee iliyosikika ilikuwa ni nyimbo za sifa na amani ya milele. Katika ulimwengu huo wa roho, Mungu aliumba viumbe wa ajabu, malaika. Lakini miongoni mwa mabilioni ya malaika hao, kulikuwa na mmoja aliyekuwa kito cha taji la uumbaji. Jina lake aliitwa Lucifer. Lucifer hakuwa tu malaika, alikuwa kerubi mpakwa mafuta. Maandiko ya kale yanasema alikuwa amekamilika katika kipimo cha uzuri. Vazi lake, kila alipopita, aling'aa kwa vito 9 vya thamani: akiki, yakuti, almasi, krisolito, onyx, yaspi, samawi, zumaridi na karibunko. Alikuwa kama upinde wa mvua unaotembea. Muziki wa ndani, tofauti na viumbe wengine, Lucifer aliumbiwa ala za muziki ndani ya mwili wake. Mapigo ya moyo wake yalikuwa kama ngoma na pumzi yake kama filimbi na zeze. Alikuwa kiongozi wa kwaya kuu ya mbinguni. Kila akiongoza sifa, mbingu nzima ilitetemeka kwa utamu wa sauti yake. Mlinzi wa kiti cha enzi, alikuwa na ruhusa ya kutembea katikati ya mawe ya moto, akilinda utakatifu wa kiti cha enzi. Alikuwa rafiki wa karibu wa Muumba, mshauri na kiumbe mwenye akili inayopitiliza uelewa. Kwa mamilioni ya miaka, Lucifer alitumika kwa uaminifu, lakini taratibu kitu fulani kikaanza kubadilika. Alianza kutumia muda mwingi kujitazama badala ya kumtazama Mungu. Aliona uzuri wake kwenye kioo cha utukufu na kuanza kuwaza, kwa nini mimi ninainama? Kwa nini mimi ninatoa sifa badala ya kupokea? Hapa ndipo iniquity au uovu ulipopatikana ndani yake kwa mara ya kwanza mbinguni. Kiburi kikamfanya aanze kuona kuwa yeye ni bora kuliko aliyemuumba. Alichafua utakatifu wake kwa biashara ya hila moyoni mwake. Alianza kuota ndoto ya kuwa na ufalme wake mwenyewe, ufalme ambao yeye ndiye angekuwa kitovu cha kila kitu. Lucifer alikuwa mwanasiasa wa kwanza wa kiroho. Hakuanza kwa kupigana, alianza kwa maneno. Alianza kuzunguka kwenye kambi za malaika wengine, maserafi, mekerubi na malaika makuu. Alinong'ona, je, hamuoni kuwa sheria za Mungu ni ngumu sana? Mimi naweza kuwapa uhuru zaidi. Mimi naweza kuwafanya nyinyi kuwa miungu pia. Ushawishi wake ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba alifanikiwa kuivunja mioyo ya 1/3 ya jeshi la mbinguni. Malaika bilioni kwa bilioni wakaanza kumwamini Lucifer kuliko muumba wao. Mbinguni kukagawanyika vipande viwili, watiifu na waasi. Amani ikatoweka, na kwa mara ya kwanza mbinguni kukasikika sauti ya vita. Malaika Mikaeli, mkuu wa majeshi, akasimama upande wa Mungu. Hii haikuwa vita ya mapanga ya chuma, ilikuwa vita ya mamlaka, nguvu za neno na utukufu. Upande wa nuru, Mikaeli na mamilioni ya malaika walipiga kelele kwamba ni nani aliye kama Mungu. Upande wa giza, Lucifer alianza kugeuka kuwa mnyama wa kutisha, akiongoza jeshi lake kwa ghadhabu, akijaribu kukishambulia kiti cha enzi. Mapambano hayo yaliitikisa misingi ya ulimwengu wa roho, lakini uasi hauna mizizi. Lucifer, licha ya nguvu zake zote, alijikuta anazidiwa na utukufu usio na pimo wa Mungu. Alishindwa, akapoteza vazi lake la nuru na sura yake ikaanza kuwa ya kutisha na yenye giza. Mbinguni hakuwa na nafasi kwa ajili ya msaliti. Mikaeli na jeshi lake walimfukuza Lucifer na wafuasi wake.